Klabu ya Young Africans kutoka jijini Dar es Salaam imemaliza kikao chake na TPLB, yani bodi ya ligi kuu nchini Tanzania, na kuendelea kushikilia msimamo wao wa kwamba hatuchezi. Mkutano huo wa bodi ya ligi dhidi ya viongozi wa Yanga umemalizika na makamu wa rais wa klabu hiyo ametoa neno kwa kile ambacho kimejiri ndani ya mkutano huo. Mkutano huo ambao ulianza majira ya saa 4:30 na kumalizika majira ya saa 6:53 mchana ulifanyika kwenye ofisi za bodi hiyo zilizopo jijini Dar es Salaam maeneo ya Ilala. Lakini mara baada ya kumaliza mkutano huo, makamu rais wa Young Africans Arafat Haji alizungumza na akiwaambia wanachama wa Yanga ambao walikuwa nje ya ofisi hizo kile ambacho kimejiri kwenye mkutano huo. Akizungumza kuhusu mustakabali wa mchezo huo dhidi ya Simba, Arafat alisema Yanga haikuwa kusema kama itacheza mchezo huo ambao watu wengi walikuwa wanaamini kabisa dabi inakwenda kuchezwa tarehe 15. Alisema tumemaliza mkutano na tulichokifanya ni kuwasilisha ule msimamo wa klabu kutoka kwa wanachama na mashabiki wetu ambao ndio watu wenye timu yao, alisema Arafat Haji. Lakini mara baada ya kujibu swali hilo, Arafat Haji aliondoka eneo hilo sambamba na viongozi wake. Lakini pia afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda amesema taarifa kamili juu ya mkutano huo utatolewa mtendaji wa bodi ya ligi ambaye ni bwana Almas Kasongo, ambapo awali kabla ya taarifa hiyo Yanga kupitia ukurasa zao za kijamii ilisema kuwa viongozi wake walikaa kwenye kikao cha saa kadhaa na viongozi wa bodi ya ligi na kuwasilisha msimamo wa klabu hiyo kwamba hawatashiriki mchezo ambao utapigwa Juni 15 mwaka 2025 hadi matakwa yao waliowasilisha kwenye bodi ya ligi kwa maandishi yatakapopatiwa ufumbuzi. Kumbuka mechi hii awali ilipangwa kupigwa Machi 8 mwaka 2025, lakini siku moja kabla mchezo huo Simba iliandika barua ya kulalamikia kuwa wamezuiwa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, sehemu ambapo mchezo huo ulitakiwa ufanyike, kwa kile ambacho kinadaiwa kuwa walinzi wa Yanga ndio waliwazuia. Lakini saa chache kabla ya mchezo huo bodi ya ligi ilitoa taarifa ya kuahirisha mchezo huo, jambo ambalo liliwaudhi Yanga ambao sasa wakatangaza hawachezi mchezo mwingine hadi taarifa rasmi itakapotoka kwamba kwa nini mchezo ule haukufanyika. Lakini kupitia ukurasa rasmi wa Instagram wa klabu ya Yanga ambao nao walitoa taarifa ambayo inasema taarifa kwa umma ambayo imetoka leo tarehe 9 mwaka 2025, inasema uongozi wa Young African Sports Club unapenda kuutaarifu umma kuwa tarehe 7 Juni mwaka 2025 tulipokea barua kutoka kwa bodi ya ligi kuu nchini Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria kikao maalum cha kujadili masuala ya husuyo mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Yanga dhidi ya Simba. Uongozi wa klabu yetu ulitii wito huo na kushiriki kwenye kikao kilichofanyika leo Jumatatu Juni 9 mwaka 2025 kwenye ofisi za bodi ya ligi ya Tanzania zilizopo jengo la NSSF Mafao House Dar es Salaam kuanzia majira ya saa 4 kamili asubuhi. Baada ya majadiliano ya saa kadhaa, viongozi wa klabu waliwasilisha msimamo wa klabu yetu kuwa hatutashiriki mchezo namba 184 uliopangwa kufanyika Juni 15 mwaka 2025 mpaka pale matakwa yetu tuliyowasilisha kwa maandishi yatakapopatiwa ufunguzi. Tunawatakia kila laheri bodi ya ligi na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania katika kushughulikia matakwa yetu yenye mustakabali mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu nchini Tanzania. Imetolewa na kamati ya utendaji ya Young Africans. Kwa hiyo hichi ndo ambacho kimejiri. Hapa kinachoonekana ni kwamba dabi haitachezwa. Tarehe 15 ambayo tulitarajia utapigwa mchezo wa dabi kati ya Simba dhidi ya Yanga. Yanga akiwa mwenyeji. Mchezo ambao ulikuwa unakwenda kuamua hatma ya klabu zote hizi mbili. Mchezo pia ambao ungeenda kuamua mustakabali wa ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC, pia ligi hii ambayo ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika. Lakini mchezo huu umeota mbawa mpaka pale ambapo matakwa ya viongozi wa Young Africans yatakapotimizwa. Hatujajua ni kipi ambacho bodi ya ligi watakuja kutujibu, kwa sababu ambacho tunakisubiria hivi sasa ni taarifa kutoka bodi ya ligi, kile ambacho watakiandika kuelekea kwa umma kwamba baada ya makubaliano hayo wao wameamua kitu gani. Na je, bodi na klabu hii ya Yanga wapi ambao watakuwa wana pointi ambazo zitatufanya sisi mashabiki tujue sasa tunaegemea upande gani. Kwa hiyo tusubiri kuona taarifa kutoka bodi ya ligi kuu nchini Tanzania TPLB chini ya mtendaji mkuu Almas Kasongo.